Usiondoke kando ya runinga yako. Endelea kutazama channel nambari 1 ya michezo Tanzania, Azam Sports 1 HD ya Azam TV. Azam. Come on boy, come on. Yeah. Okay, next step. Hey! It's magic. Katika kipindi cha leo tutakuletea matukio ya michezo yetu miwili ya ligi kuu. Mchezo wa kwanza ni dhidi ya wanakinondoni KMC FC na mchezo mwingine ni dhidi ya Tanzania Prisons. Hii ikiwa ni sehemu ya mwendelezo wa harakati zetu za kukamilisha vyema michuano ya ligi kuu, huku tukionyesha namna ambavyo timu yetu inaendelea kupambana katika kila mchezo. Mwana Azam FC, kila mchezo kuelekea mwisho wa ligi una maana kubwa sana. Kocha Florent Ibenge aliutazama mchezo huu kwa umuhimu mkubwa na wa kipekee, akituambia kuwa tunakwenda kukutana na timu iliyokuwa katika nafasi za chini kwenye msimamo wa ligi. Kasimu Liogope anatueleza namna ambavyo timu ilijipanga kuikabili mechi hiyo, kuhakikisha tunapata matokeo chanya katika hatua hii muhimu ya msimu. Tunatambua changamoto ya kucheza dhidi ya timu ambayo ipo katika nafasi ya chini, kwa sababu mara nyingi michezo ya aina hii huwa na ushindani mkubwa sana, lakini sisi tumejipanga kuhakikisha tunapata matokeo mazuri. Ukiangalia pia tumekuwa kwenye mwendelezo mzuri wa matokeo katika michezo yetu ya hivi karibuni. Kwa sasa tunaitazama mechi hiyo mbele yetu pekee. Kipaumbele chetu ni kuhakikisha tunashinda mchezo dhidi ya KMC ili kuongeza pointi muhimu. Kila mechi inayokuja kwetu ni fainali na tunahakikisha tunapambana kupata ushindi. Baada ya hapo mambo mengine yatajiweka sawa yenyewe. Kwa upande wetu sisi kama Azam tumejipanga vizuri, tumejiandaa vizuri kucheza na KMC. KMC ni timu ambayo tumeshacheza nao karibuni, kipindi cha karibuni tumeifuatilia, ni timu nzuri sana. Kwa sisi kama Azam tumejipanga kukabiliana na KMC na tunajua ugumu wa kukutana na timu ambayo ikiwa chini, kwa kuna ugumu kubwa sana kucheza nao. Kwa sisi kama sisi tumejipanga kuhakikisha tunaweza kupata matokeo, na ukiangalia tumekuwa na matokeo mazuri katika michezo yetu iliyopita. Kwa hiyo malengo yetu kuhakikisha tunashinda mchezo wa kesho dhidi ya KMC. Tunaangalia mechi ambayo iko mbele yetu. Cha kwanza tunaangalia mechi ya kesho, tushinde tuongeze point. Kwa hiyo kila mechi itakavyokuja sisi tunahakikisha tunashinda. Then baada hapo kila kitu kitajionyesha, lakini kwa sasa hivi sisi tuna focus na mechi ambayo iko mbele yetu dhidi ya KMC, na kwetu sisi ni mechi muhimu, na ukiangalia ligi sasa hivi inakwenda mwishoni. Kwa hiyo muhimu kushinda mchezo kwanza. Pia wachezaji waliandaliwa kwa ustadi wa hali ya juu kuhakikisha wanakuwa tayari kimwili na kiakili kwa ajili ya mchezo huo muhimu. Kila mmoja alikuwa tayari kupambana na kuitumikia timu kwa nguvu zote, huku akisisitiza umuhimu wa umoja, nidhamu na kupambana hadi dakika ya mwisho ili kuhakikisha Azam FC inapata matokeo chanya dhidi ya KMC FC. Umetengwa pembeni Idinado. Landry Zuzu anamimina cross ndani ya Faisal. Soma hiyo. Faitoto mapema kabisa kwenye dakika ya 3 ya mchezo, anatuma salam. Ananyanyua mashabiki wakipiga makofi, mwenezi akishangilia chama lake. Katika mbio za kuelekea mwishoni mwa ligi, mchezo wetu dhidi ya KMC FC ulitupatia alama 3 muhimu na kutufanya kuendelea kusalia katika nafasi ya 3 kwenye msimamo wa ligi kuu, huku jumla tukifikisha alama 52. Chuma ya pili kwa Zanzibar Finest, Faila Sofi, mwite Faitoto, mwenezi anashangilia, mashabiki wa Azam wanashangilia. Kuna namna mabao ya Faisal yanashangiliwa kwa nguvu zaidi. Pasi kutoka kwa Idi Nado. Faisal, what a receiving! Tazama alivyopokea mpira,
akaangalia kapeleka. Ushindi huo uliendelea kuonesha uimara wa Azam FC katika kipindi hiki muhimu cha mwisho wa msimu, ambapo kila pointi ina maana kubwa katika kutimiza malengo ya timu. Nina furaha kwa sababu tumepata pointi 3 na mchezo haukuwa mbaya. Kitu muhimu zaidi kwetu ilikuwa ni kupata pointi hizi 3 kwa sababu bado tuna michezo 5 iliyobaki. Tukifanikiwa kupata pointi 4 katika michezo hiyo 5, tutafuzu kushiriki michuano ya kombe la shirikisho Afrika. Bana mtazamaji wa Azam FC TV, niko serious leo. Hapa nafanya na mahojiano. Mtazamaji wa Azam FC TV, karibu kwenye mahojiano baada ya mchezo. Niko serious sana leo, nazungumza na kocha Jean-Florent Ikwange Ibenge baada ya mchezo dhidi ya KMC. Coach, congratulations on the win today. Good game by the way. 3-0 wasn't a game, but you had quality time today. What's your comment on today's match? I'm happy because we take 3 points and the game wasn't so bad. And the most important for us it was to take these 3 points because you have still 5 games remain. And if we take 4 points in these 5 games, we are in Confederation Cup. So I'm really happy for that. We approach the Confederation Cup and I'm really happy. You are on the 3rd position and the opponent you face today, last place, 9 points, 25 games after today's match. What would you possibly tell them? Because this is football, yeah? Did you feel anyhow moved by the situation, and since we have good relationship with KMC today? No, we play all the game to win the game and to try to score as much as possible. You know, sometimes we start very well, we score 3, and after that we didn't go forward like we decided. And they come also, they fight a lot in the second half time. This team can play very well football, and when they play football, it's not easy. You know, the last game they played, they lost only 1-0 against Yanga, and they create a lot of possibility to play. It wasn't an easy game. We play, we score 3 games, and we take 3 points. It's not bad. Thank you very much, coach. You are welcome. Nyota wetu Faisal Salumu aliibuka na tuzo nyingine ya mchezaji bora wa mchezo dhidi ya KMC FC. Mbali na kutoa tuzo hiyo, Faisal pia alikuwa katika kiwango bora ndani ya mchezo huo baada ya kufunga mabao mawili muhimu yaliyoisaidia Azam FC kuondoka na ushindi pamoja na pointi 3 muhimu. Bwana, mambo vipi? Karibu Azam FC TV. Mimi naitwa Hashim Ibwenite, under 17. Tuko Azam Complex Chamazi. Leo ni siku nyingine kwenye mchezo wa Azam Football Club na KMC umalizika magoli 3-0, lakini kwenye tukio la kuchekesha, la kufurahisha, should I say, I don't know how should I call it, lakini wakati mchezo unaendelea, kocha Jean-Florent Ibenge amemwita Faisal kwenye touchline, anampa maelekezo. Alafu ghafla ananyanyuka Pascal Msindo, anasogea na kwenda anamshika Faisal Salum Abdallah bega. Kocha anaongea, Msindo ndo anatafsiri. Good enough kwamba Faisal amemaliza man of the match. Nataka kujua, kuwa man of the match ni yale maelekezo mazuri kutoka kwa mwalimu yaliyotafsiriwa na Msindo, ni kutaka kupambana ili kuendelea kuonyesha quality yake msimu huu, au ni kitu gani kimechangia kiwango kizuri ambacho kimeonyesha leo kupelekea tuzo ya man of the match? Karibu. Sheikh, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Lalo naona unazikomba tu. Unajimwaga. Ikavizuri tafurahi. Ikavizuri? Tafurahi. Wallahi lazi. Bwana Fei, wakati mechi inaendelea sasa. Dakika ya 60 ngapi hapa, 70 kweusi hapa. Kuna muda kocha amekuita kwenye touchline hapa, akaona kupa maelekezo pale. Nafikiri kama dakika 5-7 kabla haja kutoa, Msindo akaja akakushika bega, akawa anatoa maelekezo. Msindo alifuata nini kwenye kile kikao? Msindo bwana naye kama kocha bwana. Msindo naye kama kocha akanifahamisha. Mwanangu sio kwa nipige 3 leo. Kwa nambia mwanangu kwenye D pale usitoke pale. Kaa pale pale. Lakini ndio hivyo unajua tena. Beki anamuelekeza kiungo. Beki anamuelekeza kiungo. Msindo ana magoli mangapi? Ana goli. Ana goli. Goli hana. Bana, naomba nitafutieni Msindo aje atuambie ana magoli mangapi mpaka amuelekeze Fei namna ya kufunga.
Mwalimu alikuwa anaongea nini? Alafu mimi nataka unipe kitu exactly. Mwalimu alikuwa anaongea nini? Msindo akawa anakuambia nini? Mwalimu alikuwa ananiambia vipi? Uendelee kwa sababu anajua kama mimi kidogo sipo vizuri na kinjari fulani. Unapata maumivu. Kwa hiyo akaniambia vipi kuache endelee au vipi? Nikamwambia nipe dakika 5 tu. Kwa sababu kila ninapozidi kwenda na mguu nausikia, kwa hiyo ngambia nipe dakika 5. Kwa ndo akanipa dakika 5 pale, lakini ndio hivyo alikuwa ananiforce pale nipate jingine, lakini ndo namna gani vipi? Sinajua tena. Imekaa vizuri lakini haijakaa vizuri sana. Vizuri sana kidogo tu. Kwa hiyo wewe unakubaliana na mzee dakika 5 zaidi kidogo tuone. Msindo anakuambia usitoke kwenye D, vinahusiana nini? Hapo ninaposhangaa. Tangu ninakaa kocha. Msindo ana magoli mangapi? Hana goli hata moja. Msindo. Bwana, kwanza hongera tuzo ya man of the match. Sidhani kama unakumbuka hii ni ngapi. Sikumbuki. Ila ziko nyingi. Zipo nyingi maana. Zinakuja. Hizi zinakuja kisi sikumbuki. Hii tuzo ni tuzo nyingine ambayo inakufanya unafikisha magoli 14 kwenye msimamo wa wafungaji msimu huu. Nafikiri umeendelea kuwa na wakati bora ukiwa na kikosi cha Azam FC. Kama una kitu ambacho unaweza kuambia wachezaji wenzio, kwa sababu ni swala la timu zaidi na sio mtu mmoja mmoja, inaweza ikawa ni kitu gani? Mimi sina cha kuambia kwa sababu sisi kama timu kawaida yetu ni kuipambania club ili kupata alama 3. Kwa hiyo inapotokezea umekaa katika nafasi nzuri, basi wachezaji wenzangu washirikiana pamoja tukamwachia mwenzetu akascore goal. Kwa hiyo ni kawaida yetu kwa wachezaji wote, sio mimi tu. Wachezaji wote Nado, Adolf akikaa sehemu nzuri ambayo kufunga anafunga. Mechi inayokuja ni mechi nyingine ngumu. Zimebaki mechi 5. Leo alama 50 jumlisha zimefikika, alama 52. Wewe unaongoza ufungaji kwenye klabu yako. Mashabiki wanatamani kusikia kitu kwa sababu hatukuwa na wakati mzuri sana especially kwenye raundi ya kwanza, lakini raundi ya pili naona mambo yamekaa vizuri, watu wameanza kufurahi. Ni kweli katika raundi ya mwanzo sisi hatupo vizuri. Na sasa tumesare 10, si ndio? Tumesare 10. Kwa hiyo sio mwendelezo mzuri, lakini sisi kama wachezaji tumekaa tukaona hii raundi ya pili lazima tuoneshe kitu, lazima tuoneshe utofauti ambao hadhi ya klabu ilivyo. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu mpaka sasa tunaenda vizuri na Mwenyezi Mungu atujalie tumalize hivi vizuri. Bana, mimi nakushukuru bana Faisal, lakini natafuta comeback. Namtafuta Msindo, sijui yuko wapi kusema ukweli. Mimi Msindo nitampata. Bana, waambie mashabiki wa Azam Football Club waangalie Azam FC TV pale YouTube wakasubscribe. Hebu leta kushikia tuzo yako kwanza. Mwanangu ile neno subscribe. Waambie nenda kwenye nini? Sabuni? Subscribe. Okay. Jo Faisali. Jo. Waende. Hebu tutembelee hapo kwenye peji yetu ya YouTube Azam FC TV. Wanangu tutembelee kwenye peji yetu ya YouTube ya Azam FC. Wakanini vile? Wakasubscribe. Mkasubscribe. Lusajo Mwekenda bado yupo na mpira, pitisha kwa mguu wa kushoto kwa Yaya Zaidi, anaenda chini, ambiwa hakuna chochote, ni mkwaju wa penalty. Mwana Azam FC. Sasa tuangazie mchezo wetu mwingine wa ligi kuu dhidi ya Tanzania Prisons, mchezo uliopigwa katika dimba la Azam Complex. Ulikuwa ni mchezo mwingine muhimu wa Azam FC katika harakati za kuendelea kukusanya pointi muhimu kuelekea mwishoni mwa msimu, huku timu ikionyesha ushindani mkubwa mbele ya mashabiki wake wa nyumbani. Katika mchezo huo Azam FC iliibuka na ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Tanzania Prisons. Mabao ya ushindi yalifungwa na Faisal Salum aliyetikisa nyavu kwa mkwaju wa penalty, huku bao la pili likifungwa na Idi Suleiman Nado na kuifanya Azam FC kuendelea kujiimarisha katika mbio za mwisho wa msimu. Kumfanya afunge bao lake la 12 mpaka hivi sasa. Kumtafuta Ngiti anashindikana. Neguswa mpira Lusajo Mwekenda anaweka njia kwa Faisal. Faisal anapambana, aweka mpira ndani. Akizungumza mara baada ya mchezo kumalizika, kocha Florent Ibenge: tulijifunza vizuri kuhusu mchezo huu na tulihitaji kusukuma zaidi kupata ushindi. Tangu mwanzo wa mchezo tulitaka kuonesha kwamba tupo Chamazi na kwamba sisi ndio tuliohitaji ushindi zaidi yao. Tulikuwa vizuri kiufundi na kimbinu. Dakika 15 za mwanzo zilikuwa nzuri sana na tukapata bao kupitia penati ambayo naamini ilikuwa penati halali. Baada ya hapo tulipunguza kasi kidogo, tukiwaruhusu wapinzani wetu kuingia zaidi kwenye mchezo. Kipindi cha pili tuliwatawala zaidi mchezo na tukafanikiwa kupata bao la pili.
Nafikiri matokeo haya ni ya kawaida kutokana na namna mchezo ulivyokuwa. Nawapongeza wachezaji wangu kwa juhudi zao, pia nawapongeza Tanzania Prisons kwa sababu walitupa ushindani mkubwa sana. Walijaribu kutusumbua kupitia mipira ya moja kwa moja kutoka safu ya ulinzi kwenda kwa washambuliaji wao, ingawa washambuliaji wao walikuwa wadogo kimwili. In Prison, the pitch was very bad, and they were good also. We make a draw, and today we learn about this game, and we want to push. You see, when we start the game, we want to show that you are in Chamazi, and we want the victory more than them. So we were good technically, tactically. The first 15 minutes was really amazing, and we score by penalty, but I think it's a correct penalty. And after that, we drop a bit, we let them come. In the second half time, we were more dominating, and we scored the second one, but I think the result is normal. Idi Suleiman Nado aliibuka na tuzo ya mchezaji bora wa mchezo katika ushindi dhidi ya Tanzania Prisons. Kwanza ningependa kumshukuru Mungu, lakini la pili ni utani. Feni rafiki yangu, tunandotaniana, akichukua yeye na furahi pia, nikinochukua mimi na furahi pia, au akichukua hata mtu mwingine pia ni furaha kwa timu. Kwa hakuna mwenye tuzo yake, hakuna mtu atakayecheza vizuri kwa siku hiyo, na watu watakapomchagua tuna appreciate wote, kwa sababu ni kwa umoja timu imeweza na kupata point. Inanitathmini kwamba bado niko bora na natakiwa nizidi kuwa bora ili niendeleze kuzipata. Nisipokuwa bora maana yake sitaweza kuzipata. Kwa hiyo zinanipa chachu ya kufanya vizuri zaidi ili kuweza kuzichukua zaidi na zaidi. Mwalimu alituambia, alitukumbusha, tulicheza nao kwao, tukatoa sare. Leo tunakuja kucheza kwetu, lazima tuoneshe kama hapa ni kweli nyumbani kwetu, na Mungu ameweza kutusaidia, tumeonyesha kama hapa kweli ni nyumbani kwetu. Tumeweza kuchukua pointi 3 mapema kabisa. Mapema baba. Mashabiki mechi kama ya leo wameanza kutupush tangia kwenye warm up. Mimi leo nimeingia, nimeona mashabiki wameanza kutupush tangia kwenye warm up. Kwa mimi nawashukuru sana, na wao ni sehemu ya pointi 3 hizi na zilizopita. Naamini wao pia wanachangia. Hata sisi wachezaji tunapoingia katika mechi, tukiwaona wao wapo wengi, tunapata faraja kwamba kuna watu wapo wanatuangalia na wanahitaji furaha kutoka kwetu. Kwa mimi nawapenda sana, na waji kwa wingi, waongezeke ili tuweze kufanya vizuri zaidi, kwa sababu wao ni wachezaji wa 12. Kama ilivyo kawaida, mashabiki wetu wana nafasi kubwa sana katika kuongezea hamasa wachezaji wetu ili waendelee kupambana na kuitumikia vyema Azam FC. Huyu ni Regeni Doshi, shabiki ambaye amekuwa akihakikisha anakuwa bega kwa bega na timu yake kila wakati, hasa katika kuhakikisha wachezaji wanapata hamasa zaidi pale ushindi unapopatikana. Kila goli la ushindi 100,000. Leo 200,000. Leo mtoa 200,000. 200,000. Timu yako imefanya vizuri. Mara kwanza tulikutana na Tanzania Prison tukatoka draw, lakini leo tumekutana nao maana leo bwana tumekosa magoli zaidi ya 4-5 za wazi. Tungeshinda hata goli 4 mpaka 5. Lakini leo bahati mbaya tumeshinda 2. Kwa hiyo hadi yangu inabaki pale pale, kila goli la ushindi 100,000. Kwa hiyo leo mimi natoa 200,000. Basi Faisal yuko mbele hapo, naomba mkabidhi. Mashabiki hawakuishia hapo tu na Azam FC, bali wameendelea kuonesha upendo mkubwa ndani ya timu yetu. Hebu tushuhudie kipaji hiki cha kipekee cha uchoraji kutoka kwa shabiki wetu Asumani Walakilwa Salehe, ambaye aliamua kumfanyia surprise kocha Florent Ibenge kwa kumchora picha kwa kutumia mkono wake mwenyewe. I'm surprised and I'm very happy, so thank you very much. It's a big surprise. Bwana, mambo vipi? Poa poa. Kwaje ukatengeneza? Nimejisikia tu huru kwa sababu tu peux me en français parce que le swahili c'est compliqué. Naongea Kifaransa sasa sijui. Ça faisait longtemps parce que je suis ici en Tanzanie, mais comme j'ai vu mon coach, ça m'a fait de plaisir de le faire. Ça m'a pris des jours de le faire. Je suis ravi de l'amener ici vraiment. Je suis content vraiment. Merci. Ouais. Azam FC ni familia yenye upendo, mshikamano na spirit ya kupambana kwa pamoja. Katika matukio yaliyojiri wiki hii kambini,
timu ikiwa mazoezini ilipata nafasi ya kusherehekea siku ya kuzaliwa ya Rodi, kocha wa makipa wa Azam FC. Katika hali ya furaha na upendo mkubwa kutoka kwa wachezaji pamoja na benchi la ufundi, Rodi alisherehekea siku yake maalumu kwa namna kipekee, huku akifurahia pamoja na wenzake, ambapo hakukukosekana utani na shamra za kumwogesha maji kama sehemu ya maadhimisho yake ya birthday kamili. Mwana Azam FC, kwa ishara hiyo hatuna la ziada ndani ya kibubu chetu. Haya ndiyo tuliyokuandalia katika kipindi chetu cha Azam FC TV. Kumbuka kuungana nasi siku kama ya leo na muda kama huu ili upate kufahamu mambo mengi yanayohusu klabu yako pendwa Azam FC. Mpaka wakati mwingine, kumbuka Azam FC, timu bora, bidhaa bora. Good. Hein? Non, demain. Il n'y a pas des chansons, il n'y a pas un joyeux. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sasa mkikata hivyo haitoenea. Happy birthday.